Wakad nazala alaikum, na kwa hakika imeteremshwa hukumu juu yenu Waislamu, fil kitabi, katika Qur'ani, an, ya kwamba idha sami'tum ayati llahi, mtapozisikia aya za Allah, yukfaru biha, za kufuriwa aya hizo, wa yustahzau biha, na zinafanyiwa istihzai aya hizo, fala taqudu mahum, hukumu ni kwamba hamtakiwi kukaa na watu hao, natakiwa uwaonyeshe chuki, uwaonyeshe hasira. Ile kitendo cha kutoka ukawaacha peke yao, basi ni pigo kwao, kwamba unawaonyesha kwamba mimi sikubaliani na hilo, nachukia, na ndio maana naondoka na nyinyi. Hata yakhudhu, endelea kutokukaa nao hao, hata yakhudhu, mpaka waingie, fi hadithin, katika kuzungumzia ghairihi, mazungumzo mengine ambayo si ya kufuru. Wakiwa sasa wanazungumzia mambo si ya kufuru, basi utakaa nao. Innakum, kwani nyinyi, idhan, mukikaa nao hali ya kuwa wako katika hali hiyo ya kukufuru, basi mithluhum, mtakuwa nyinyi na wao sawa sawa, ni mfano wao. Wao wameasi kwa kuzungumza, kwa kufanya istihzai na kukufuru, na nyinyi takuwa mmeasi vile vile kwa kukaa nao, jambo ambalo pia limekaa kwa wao. Nyinyi mmeasi na wameasi vile vile. Inna Allaha, hakika Allah, jami'ul munafiqina, atawakusanya wanafiki, wal kafirina, na makafiri, fi jahannama jamia, katika moto wa jahannam wote kwa pamoja. Wakad nazala Allahu alaikum, wa hakika ameteremsha Allah juu yenu, ayuhal mu'minuna, enyi waumini, fil Qur'anil karimi, katika Qur'ani tukufu, annakum, kwamba nyinyi, idha jalastum fi majlisin, mtapokaa katika kikao chochote, wasami'tum fihi, na mkasikia kwenye kikao hicho, man yakfuru bi ayati llah, mkamsikia mtu ambaye azikufuru aya za Allah, wa yastahza'u biha, na anazifanyia istihzai aya hizo, basi fayajibu alaikum, kinachowajibika kwenu, tarkul qu'udi ma'ahum, ni kuacha kukaa nao, wal insirafu an majalisatihim, na kuondoka, kuachana na kukaa nao, hata yatahaddathu fi hadithin ghairi al-kufri bi ayati llah, mpaka yatahaddathu, wazungumzie, bihadithi, mazungumzo, ghairi al-kufri bi ayati llah, ambayo si ya kukufuru aya za Allah, wala istihzai, na wala yaliyokuwa si ya kufanya istihzai biha, aya hizo. Innakum, kwani nyinyi, idha jarastumuhum, mtakapokaa nao, hala al-kufri, katika hali ya kuwa wanakufuru bi ayati llahi, aya za Allah, walistihzai biha, na kuzifanyia istihzai aya hizo, baada simaikum dhalika, baada ya kusikia kwenu katazo hilo, basi mtakuwa mithluhum fil mukhalafa, mtakuwa kama wao katika kwenda kinyume na amri ya Allah. Mithluhum, mtakuwa sawa na wao katika lipi? Fi mukhalafati amri llahi, katika kule kwenda kinyume na amri ya Allah. Wao wamekwenda kinyume kwa kufuru, na nyinyi mmekwenda kinyume kwa kule kukaa nao ambako pia mmekatazwa. Kwa nini? Liannakum asaitumullah, kwa sababu nyinyi mtakuwa mmemwasi Allah, bijulusikum kama asau, kwa kule kukaa nao, kama asau, kama ambavyo na wao wameasi Allah, kumwasi Allah, bikufrihim, kwa kumkufuru, kwa zile kufuru zao. Inna Allaha, hakika Allah, sayajma'ul munafiqina, atawakusanya wanafiki, alladhina, wale ambao, yudhhiruna alislama, wanaudhihirisha Uislamu, wa yudhmiruna alkufra, na wakaficha kufuru zao, wote hawa, ma'al kafirina, pamoja na makafiri, fi nari jahannama, katika moto wa jahannam, yaumal qiyama, siku ya kiyama. Wakad nazala Allahu alaikum, kwa hakika ameteremsha Allah juu yenu Waislamu, ayuhal mu'minuna, enyi waumini, fil Qur'anil karimi, katika Qur'ani tukufu, annakum, ya kwamba nyinyi, idha jalastum fi majlisin, mtakapokaa katika kikao chochote, wasami'tum fihi, mukasikia kwenye kikao hicho, man yakfuru bi ayati llah, mtu ambaye akufuru aya za Allah,
wayastahzau biha, na anazifanyia istihza aya hiyo, basi fayajibu alaikum, inakuwajibikieni nyinyi tarkul qu'uda ma'hum, muache kukaa na watu hao, wal insirafi, na kinyume chake muondoke, an mujalisatihim, musiweke mukakaa nao. Mpaka lini? Hata yatahaddathu, mpaka wazungumzie fi hadithin ghairi al-kufri, mazungumzo yasiyokuwa ya kukufuru tena, bi ayati llah, yasiyokuwa ya kukufuru aya za Allah, walistihzai biha, na kuzifanya istihzai. Innakum, kwani nyinyi, idha jalastumuhum, mtakapoendelea kukaa na watu hao, hala al-kufri bi ayati llah, katika hali ya kuwa wao wanazikufuru aya za Allah, walistihzai biha, na kuzifanyia istihzai aya hizo, baada simaikum dhalika, baada ya kusikia kwenu agizo hili au katazo hili, basi mithluhum, takuwa sawa na wao, fi mukhalafati amrillah, fi mukhalafati amrillah, katika kwenda kinyume na amri ya Allah. Kwa nini? Liannakum asaitumullah, kwa sababu nyinyi mtakuwa mmemwasi Allah. Kivipi? Bijulusikum, kwa kule kukaa nao. Kama asaullah, kama ambavyo na wao wamemwasi Allah, bikufrihim, kwa kule kukufuru kwao. Kwa nyote mmekufuru. Inna Allaha sayajma'u almunafiqina, hakika Allah atawakusanya wanafiki, alladhina dhiruna alislama, ambao wana sifa ya kudhihirisha uislamu wao uonekanwe, lakini kumbe ndani kabisa yudhmiruna alkufra, wanaficha ukafiri. Ma'al kafirina, hawa wote Allah atawakusanya pamoja na makafiri, fi nari jahannama, katika moto wa jahannam, yaum alqiyama, siku ya kiyama. Min fawaid alayati, miongoni mwa faida za aya hizi, kwanza kabisa ujubu al-adli, aya zinaonyesha ulazima wa uadilifu. Jambo la uadilifu ni jambo la lazima, ni wajibu. Fil qadha baina an-nas, katika hukumu baina ya watu, kwa hukumu, basi uadilifu unatakiwa lazima ufanyike. Fil qadha baina an-nas, katika kuhukumu baina ya watu. Lakini wa inda adai shahada, na wakati watu wanapotoa ushahidi, basi uadilifu unatakiwa lazima utendeke. Tena hata lau kana alhaq, hata kama itakuwa hiyo haki, ala nafsi, iko dhidi ya nafsi yenyewe, yani wewe si mwenye haki, basi uthibitishe kwamba jamani, mimi mtanisamehe tu kwamba kweli sistahiki jambo hili. Haki ala iko dhidi ya nafsi yako, basi unatakiwa utoe ushahidi vile ilivyo, kwamba wewe useme kwamba mimi nakiri, jamani, mimi kwenye hili ni mkosaji. Au ala ahadin min alqaraba, au hata iwe haki hiyo iko dhidi ya yoyote katika jamaa zako wa karibu, kwamba jamaa yako yuko mahakamani anadai jambo, lakini jambo lile si haki yake, basi wewe unakwenda kushuhudia kwamba huyu jamaa yangu hili jambo si haki yake. Huo ndio Uislamu. Ujubu al-adl, wajibu wa uadilifu fil qadha'i, katika maamuzi au katika hukumu, baina nasi, kati ya watu, wa inda adai shahada, na wakati wa kutekeleza au wa kutoa ushahidi. Hata lau kana alhaqu, tena ushahidi utekeleze kiuadilifu, hata kama itakuwa alhaqu, haki yenyewe, ala nafsi, iko dhidi ya nafsi, manake wewe mwenyewe sio mwenye ile haki, basi useme kwamba mimi jamani sistahiki haki. Au ala ahadin min alqaraba, au iko dhidi ya yoyote katika jamaa zako, kwamba wao si wenye ile haki, basi wewe ukatoe ushahidi kwamba hawa watu wangu, hii haki si ya kwao. Usende tu kung'ang'ania kuwapendelea wao, katoa ushahidi kuwapa haki jambo ambalo kuwa si haki yao, alafu Allahu akbar, wallahu akbar, uko nyuma ya imamu unasali. Ndio wale aliosema Allah, fawailun lilmusallina.
pili, ala almu'mini, ni wajibu wa muislamu, an yajtahida fi fi'li ma yazidu imanuhu, kila muislamu anawajibikiwa an yajtahida, ajitahidi, afanye juhudi sana, fi fi'li, katika kufanya mambo ambayo yazidu imanuhu, ambayo itazidisha imani yake. Na hii ndiyo imani ilivyo jamani. Wanasema kwa mujibu wa sura jamaa, al-imanu yazidu wa yanqus, imani ina tabia ya kuongezeka na kupungua. Yazidu bitaa, imani huzidi pale unapofanya taa, huwa inaongezeka, lakini wa yanqusu bil maasiya, na hupungua unapoasi. Kwa hiyo wewe watakiwa siku yote unawajibikiwa ufanye tu taa, ili zile taa manake ndiyo sababu ya imani yako upanda. Ndio akasema aminu billahi, muaminini Allah, muamini na vitabu na yote. Hii ni kuonyesha kupandisha imani yako, kuamini malaika, kuamini nini, unapandisha imani yako. Min amali alqulubi, tena katika matendo ya nyoyo, waljawarihi, na hata matendo ya viungo, wayuthbituhu fi qalbihi, na aithibitishe imani yake katika moyo wake. Matendo jamani yako ya aina mbili, kuna afaali alqulub na kuna afaali aljawarih. Kuna matendo ya nyoyo na kuna matendo ya viungo, na haya matendo ya nyoyo ndiyo yenye thamani zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko yale ya jawarih. Maana jawarih ni mambo kama yanakuwa ya kuonekana. Kija ukiswali ni katika jawarih, kila mmoja atakuona, lakini kuna matendo ya moyoni, imani. Ile imani ni jambo la wapi? Moyoni. Huwezi kumjua muumini sahihi wewe wala mimi, amjua Allah mwenyewe. Ndio akasema laisa al-imanu, wakasema wana sheria au wana nini, wana tauhid, sema laisa al-imanu bitamani wala bitahalli. Imani haipatikani tu kwa kudai tu mimi muumini bwana, au kwa kujipamba, umvaa kanzu kubwa, umepiga pasi sana, kanzu nisfi saki, tupo nusu mundi, yani na sunna pengine imezidi ya kwangu mara 4 zaidi, tuko pamoja, ukawa ndio muumini. Imani ni katika ule kuamini, ni ibada katika ibada ya nyoyoni. At-tauba min amali alqulubi, istighfari, kutubia, ni katika matendo ya wapi? Ya nyoyoni. Haya Allah ndiyo anayapenda zaidi kuliko yale ya aljawari. Ndio maana hapa kwenye hii aya hii Allah ametaja matendo yote ya alqulubu hapa aliposema aminini billah, kumwamini Allah ni jambo la moyoni, sawa. Aminu billahi, kumwamini rasul pia, kuamini kitabu ni siri hiyo. Unaweza ukajifanya umeamini kumbe huamini. Waelewana nasema? Kuamini yaliyoteremshwa kwa mtume, kwa mitume, kuamini malaika, kuamini vitabu, kuamini mitume, kuamini siku ya mwisho, yote masuala ya imani ni katika amali alqulub. Kwa hiyo anasema ala almu'mini, ni wajibu kwa muislamu au muumini, an yajtahida fi fi'li, ajitahidi katika kutenda yale ambayo yazidu imanuhu, ambayo matendo hayo yatasababisha kuzidi imani yake, itazidi. Min amali alqulubi, kutokana na matendo ya nyoyo, waljawarihi, na hata yale ya viungo, wa yuthbituhu fi qalbihi, na aithibitishe imani yake katika moyo wake. Lakini tatu, adhmu khatari almunafiqina, aya zimetuonyesha ukubwa wa hatari ya wanafiki. Yani wanafiki wana hatari kubwa sana, wana tabia kuamini, mara wamekufuru, mara wao si shida hiyo. Si shida bwana kujifanya sasa hivi yeye muumini, akaja msikitini akaswali na wewe akafanya kila kitu. Kwa hiyo adhmu khatari almunafiqina, ukubwa wa hatari ya wanafiki ala alislami, dhidi ya Uislamu. Wana hatari kubwa sana dhidi ya Uislamu, kwa hali hii na Waislamu wenyewe.
yani wana hatari dhidi ya Uislamu pamoja na Waislamu wenyewe. Walihadha, na kwa sababu hiyo, fakat tawaadahumullah, ndio maana Allah amewakemea biashaddil uquba, amewakemea kwa adhabu kali sana fil akhirah. Asema bashiril munafiqina bi anna lahum adhaban alima. Adhmu khatar almunafiqina, ukubwa wa hatari ya wanafiki ala islami wa ahlihi, kwa Uislamu na Waislamu wenyewe. Walihadha, na kwa sababu hiyo, fakad tawaadahumullahu, amewakemea Allah biashaddil uquba, wa adhabu kali fil akhirah. Mwisho kabisa, idha lam yastati almu'minu alinkar, ikiwa muumini hawezi kukemea maovu, uko sehemu maovu yafanywa, huwezi kuyakemea, kwa sababu kuna hadithi tumesema atakayeona maovu kuna njia tatu: aondoshe kwa mkono kama anaweza, hawezi aseme tupo basi yote hawezi, basi kuna la tatu, achukie. Sawa Kwa hiyo hapa aya imetuonyesha kwamba idha lam yastati almu'min, pale akiwa hawezi muumini alinkara, kukemea, ala man yatatawalu, kumkemea yule anayejikweza, ala ayati llah, juu ya aya za Allah, wa shar'ihi, na sheria yake, basi fala yajuzu lahu aljulusa mahu, haifai kukaa naye, ala hadhihi alhali, katika hali hiyo atumie ile nafasi ya tatu aliyotoa Mtume ya kuchukia. Kuchukia manake uondoke. Ndio unaanza kwamba mimi bwana mambo sitaki kabisa. Ndio fala taqudu ma. La, waweza kukemea basi usiondoke. Kaa pale pale, kemea. Hujiwezi, tumia ile ya kuchukia fa biqalbi. Idha lam yastati almu'min, akiwa hawezi muislamu inkara, kukemea, ala man, kumkemea mtu ambaye yatatawalu ala ayati llahi, anayejikweza juu ya aya za Allah, wa shar'ihi, na sheria zake, fala yajuzu lahu aljulusa mahu, haijuzu kukaa pamoja na mtu huyo, ala hadhihi alhal, katika hali hiyo ya kuwa yeye anakufuru. Wallahu a'lam. Allah tuweke hapa. Na ya kusikia wale Sheikh Habibu, hilo swali halipo kwenye somo wetu hili la kupiga ngoma lakini ya kupiga ngoma hatujazungumza. Lete swali kwenye msomo tuliosoma. Sawa? Naam. Umasdaduka. Naam. Hii aya inahusu watu wengi, si ule tu aliyekuwa akasilimu na akatoka na akasilimu tena, huyo inamgusa. Lakini yoyote yule ambaye ana tabia ya kufanya maasi alafu atubia, alafu wafanya tena. Tupo kwa mfano leo mtu kazini alafu anatubia sawa, kesho kutwa azini tena. Tupo alafu hajafanya atubia, pia na inamgusa hiyo. Kwa ufupi, yule ambaye ana tabia ya kuasi alafu akajifanya kurudi kwenye asi lake alafu afanya tena, mwenye tabia hiyo yo amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra, alafu akaendelea na kufuru yake. Sawa Allah asema hasamehe, na hii sio Allah jamani, hata mimi nawe usamehe. Hebu chukulia mwanao kwa mfano, Allah tukushie mbali, kafanya kosa, kakufanyia kosa, alafu akaja chini ya miguu yako, baba samahani, akatoa na mafua akalia sana, si unamsamehe? Alafu akiondoka pale kaenda kukufanyia tena lile lile. Sawa alafu anarudi tena kuja kulia tena kwako, msamehe, au sio? Ukamsamehe,
kenda zake kafanya tena, karudi tena, alafu shekhe vipi? Tambia unifanyia mimi mtoto mdogo Nafikiri akiinama chini kuomba radhi unaweza ukampiga bonge la teke. Kwa sababu inakuwa kama mtu kama anafanya nini? Istihzai, kama shere fulani hivi. Allah asema hiyo na haya twafanya. Haya ndo matendo. Tunakuta mtu anafanya ovu leo, alafu ajitia kuleta istighfari, kesho kutwa arejea tena kufanya lile lile. Alafu yani tuna tabia ya kufanya tukaleta istighfari tukafanya tena. Kule kwenye masharti ya toba tuliona kwamba lazima miongoni mwa masharti ya toba kwamba ung'oke kwenye lile jambo, ung'oke kabisa. Manake ina maana sio unafanya unarudi unafanya, ung'oke, umeacha ndio uache moja kwa moja, na utie azma kwamba hutorejea tena. Sasa huyu anafanya anarejea, anafanya anarejea, hapo hakuna samahani ya kweli, ni samahani ya uongo hiyo. Allah asema hasamehe. Allahu a'lam.